Umoja wa Mataifa umeitisha uchunguzi ufanyike kuhusu shambulizi lililoua watu 5 waliokuwa kwenye msafara wa misaada katika jimbo la Darfur Kaskazini nchini Sudan. Watu kadhaa walijeruhiwa na malori mengi kuteketezwa moto katika shambulio hilo la Jumatatu usiku. Shambulio hilo lilitokea karibu na El Koma katika jimbo la kaskazini la Darfur wakati msafara wa malori 15 ulipokuwa umebeba msaada kuelekea mji unaokumbwa na vita wa El Fashar. Hawakusema ni nani aliyehusika. Msemaji wa mkuu wa Umoja wa Mataifa amelaani tukio hilo. Mashambulizi yote dhidi ya wafanyakazi kwenye vituo vyao vya magari lazima yakomeshwe. Haya ni ukiukwaji chini ya sheria ya kimataifa ya kibinadamu, na tunataka uchunguzi wa haraka ufanyike na wahusika wachukuliwe hatua. Tunatoa wito wa kuwepo kwa mazingira salama na yaliyo bora zaidi kwa sheria ya kimataifa ya kibinadamu iheshimiwe na pande zote, na sio tu nchini Sudan, lakini katika nchi zote zilizoathiriwa na migogoro. Chini ya sheria ya kimataifa ya kibinadamu, misafara misaada lazima ilindwe na wahusika wana wajibu wa kuruhusu na kuwezesha upitaji wa haraka wa misaada ya kibinadamu kwa raia wanaohitaji. El Fashar ni eneo kuu la mwisho huko Darfur Kaskazini chini ya udhibiti wa jeshi. Wanajeshi wa RSF wameongoza mashambulizi dhidi ya mji wa El Fashar uliopo Darfur Kaskazini. Wakati jeshi lilipoudhibiti tena mji mkuu wa Sudan, Khartoum, RSF iliteka mji wa Kadada. Vita nchini Sudan vilivyoanza zaidi ya miaka 2 iliyopita kati ya jeshi na kundi la RSF vimezua moja ya machafuko mabaya zaidi ya kibinadamu kote duniani. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu milioni 4 wamekimbia tangu kuanza kwa mzozo huo. Sasa bilionea mwenye asili ya Sudan na Uingereza Mo Ibrahim amezungumza na BBC kuhusu vita hivyo. The price of human being. Siku hizi thamani ya binadamu inalinganishwa na rangi ya ngozi ya mtu ama rangi ya nywele zake. Mtoto wa kizungu ama Marekani akiuawa, hiyo inakuwa habari kubwa. Ila watoto 100 wa Afrika wanapouawa si lolote. Wakati huo ilikuwa nchi ya kuvutia yenye raia watulivu. Ghafla ikageuzwa kuwa uwanja wa vita. Maradhi ya kila aina yakachipuka, na unajua hilo linahatarisha usalama wa nchi jirani kama Kenya na hata Uganda. Hakutakuwa salama. Ndege zisizo na rubani, mashambulizi ya angani, zote zinatoka wapi? Bila shaka zinatoka nchi za nje. Baraza la usalama limeshindwa kutafuta suluhu. Halifanyi kazi kwa sasa. Kwa mfumo huu wao wa kizembe sasa hauna mafanikio yoyote. Ili kupata tathmini ya kina, tuungane sasa na mchambuzi Ibrahim Rabi mubashara kutoka studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Rabi, unazungumziaje hatua hii ya kushambulia misafara ya misaada huko Sudan? Hakuna tafsiri yoyote utaweka, ni kuwa huu ni uhalifu ambao umevuka mstari kabisa, kwa sababu eneo ambalo misaada imeshambuliwa ni eneo ambalo limekuwa na uhitaji mkubwa wa chakula. Takriban mwaka mmoja eneo la Al Fashar halijapokea msaada wowote. Sasa pande hizi mbili zote za jeshi pamoja na RSF, kila mmoja anamnyoshea kidole mwenzake, licha ya kuwa wahudumu hawa wameuawa kwenye eneo la mji wa El Koma ambao uko chini ya udhibiti wa RSF. Lakini mji wa El Fashar ambao upo kaskazini huko mwa Darfur ni mji ambao takriban zaidi ya mwaka mmoja umekuwa ukihusishwa na mapigano makali zaidi. Sasa hili kitendo cha kushambulia wahudumu ambao kwanza wanahatarisha maisha yao kwenda maeneo ambayo ni hatari, lakini wanaamua kwenda kusaidia watu ambao wamekwama, na ukiangalia ni mzozo wa ndani ambao unahusisha majeshi yote ni ya Sudani. Sasa ukiangalia wahudumu wanaouawa unakuta wakati mwingine ni wahudumu wa kimataifa ambao wameriski maisha yao kwa ajili ya kwenda kusaidia raia wa Sudani, na wanauawa na vikosi ambavyo vina uhusiano na Sudani moja kwa moja. Kwa hiyo nje ya kuwa ni uhalifu, ni jambo la aibu kabisa kwa Sudani. Umoja wa Mataifa sasa umetaka uchunguzi ufanyike mara moja kuhusu hili. Je, hilo ni jambo linalowezekana kweli katika hali hii, na litatekelezwa na nani? Kumekuwa na shida sana kwenye hili swala la Umoja wa Mataifa katika kipindi hiki. Nadhani umemaliza kutoa sauti hapo ya Mo Ibrahim akizungumza kwa kirefu kabisa kuhusu hili swala. Tumekuwa na Umoja wa Mataifa ambao umekuwa kama ni mashirikisho fulani ya kikanda ambayo kiasi hayana meno, kwa sababu kauli hii ya Umoja wa Mataifa imetoka tu kama takriban mwezi 1.5 uliopita kule Gaza, baada ya wahudumu wa Umoja wa Mataifa 15 pia kuuawa na kikosi cha Golani Brigade cha Israeli, na ushahidi ukaonekana.
Umoja wa Mataifa ulisema uchunguzi ufanyike, lakini unaona kama vile hatua zinakuwa za kujivuta sana. Unaona kama Umoja wa Mataifa na wenyewe umekuwa kama raia wa kawaida, kwa sababu unalalamika sana bila kuona hatua zozote zinaweza zikachukuliwa. Kwa hiyo tuna Umoja wa Mataifa ambao umekuwa wa kuzungumza, hatuoni hatua, kwa sababu tunaenda Sudani zaidi ya miaka 2, tunachokishuhudia ni hicho ambacho hakina hatua yoyote ambayo inaweza ikatoa labda hatua chanya za kusema kuwa tunaenda kutatua hili tatizo. Zaidi tunaona kuwa kila siku zinavyopita ndio mzozo unazidi kuwa mbaya zaidi na uhalifu unazidi kuongezeka. Sasa mzozo huu umesemekana kuchangiwa kutoka ndani na nje ya Sudan. Kuna uwezekano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuweza kuwapatia vikwazo wahusika hao? Shida ambayo tumekuwa nayo kuwa tuna Baraza la Usalama halafu tuna nchi ambazo ziko juu ya Baraza la Usalama. Kwa miaka mingi tulikuwa tumeaminishwa kuwa Baraza la Usalama ndio muamuzi wa karibu wa mambo yote yanayoendelea ulimwenguni, lakini hali imekuwa tofauti kidogo katika miaka ya hivi karibuni, hasa miaka 2-3 iliyopita, kuonekana kuwa maamuzi ya nchi na nchi yamekuwa makubwa kuzidi baraza. Sasa ndio maana unaona kuwa hata baraza lenyewe haliwezi kuchukua hatua yoyote, kama ikifikia kuwa hata mahakama za kimataifa ambazo zinasimamiwa na baraza na zenyewe zinawekewa vikwazo na nchi zingine, na Umoja wa Mataifa upo na hauwezi kuchukua hatua yoyote. Kwa hiyo unaona kabisa kuwa tunakoelekea sio sehemu halisi kabisa, na huenda msingi wa ulimwengu uliowekwa inabidi tuutazame upya kuwa je, ni misingi halisi au ni misingi ambayo inaweza ikatuingiza kwenye matatizo makubwa hapo mbeleni. Kwa kifupi tu, nini lazima kifanyike sasa ili vita hivi Sudan vimalizike kabisa? Lazima hatua makusudi kabisa zichukuliwe, hasa kwa washirika, kwa sababu mzozo wa Sudani si tu kwa unapiganwa ndani ya Sudani, lakini una nguvu nyingi kutoka nje na washirika wanaotoka nje. Ukimsikia hapo Mo Ibrahim anauliza kuwa hizi droni zinaoshambulia kutoka wapi, silaha zinazoingia zinatoka wapi? Si kwamba hawajulikani wote wanaofanya hivyo, wanafahamika vizuri, lakini kwa nini hawachukuliwi hatua? Hawachukuliwi hatua kwa sababu hawa ni sehemu ya pembeni ya ushirika wa hizi nchi ambazo zinakuwa zina sauti kubwa kuzidi Baraza la Usalama. Kwa hiyo tunachokipanda tutakuja kukivuna katika mavuno magumu kabisa na yenye kujuta huko mbele. Tugeukie taarifa nyingine sasa. Takriban wa Palestina 12 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika shambulizi la anga lililofanywa na Israel ambalo lililenga shule ndani ya Khan Yunus huko Gaza, kwa mujibu wa watoa huduma ya kwanza pamoja na wale walioshuhudia. Haya yanajiri wakati ambapo vituo vya kutoa misaada ndani ya Gaza vimefungwa, huku wito wa kutaka kufanyika uchunguzi binafsi dhidi ya mauaji ya watu wengi katika matukio karibu na maeneo hayo ukizidi kuongezeka. Shirika la kutoa misaada la kibinadamu lenye utata linaloungwa mkono na Marekani na Israel limesema kuwa linafunga vituo vyake kwa ajili ya kuboresha, kupanga upya na kuongeza ufanisi. Siku ya Jumanne, wa Palestina wasiopungua 27 waliuawa walipokuwa wakijaribu kupata msaada kutoka katika kituo cha kusambaza misaada. Jeshi la Israel lilithibitisha kuwa wanajeshi wake walifyatua risasi kwa watu waliokuwa wakielekea upande wao karibu na kituo cha msaada huko Rafah. Shirika la kutoa misaada ya kibinadamu la Gaza lilianza shughuli zake wiki iliyopita tu na linatumia kampuni binafsi za usalama na usafiri kutoka Marekani ili kufikisha misaada kwenye vituo vya usambazaji. Hatuna ufafanuzi wa kutosha juu ya GHF ni nani hasa na wanaendeshaje shughuli zao kwa kukosa uwajibikaji. Tunashuhudia watu waliojihami kwa silaha wakizingira vituo vya usambazaji chakula cha msaada. Hakuna ajuaye wao ni kina nani na wanamtumikia nani. Hoja yangu ya msingi ni kwamba kuna mfumo wa misaada ya kibinadamu ambao umefanya kazi. Tunahitaji kuruhusiwa kufanya shughuli zetu kwa uhuru, kuwasaidia watu wa Gaza wenye uhitaji mkubwa. Vikosi vya IDF sasa vimewaonya wakazi wa maeneo hayo kutoelekea kwenye maeneo yenye vituo vya misaada, vikisema kuwa sasa ni maeneo ya mapigano. Mwandishi wa BBC Barbara Plett Asher na taarifa zaidi. Vituo vya kusambaza chakula vitaanza kufanya kazi tena siku ya Alhamisi. Wakfu wa Gaza unasema hawakutarajia idadi hii kubwa ya watu, wakiwa watu 15,000 kwa saa moja, kulingana na msemaji wake. Nadhani hawakuwa tayari kufungua wakati walipofungua, na pia kuna hali ya usalama. Wakfu huo unataka usalama wa raia kuimarishwa. Hiyo itaboresha hali. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine yanasema tatizo kubwa ni mpangilio wa kugawanya chakula usio sahihi kwa wakazi wa Gaza. Wanahitaji kuingia kwa misaada bila kikomo, misaada ambayo itaifikia jamii kirahisi.